Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Kishki TV pamoja na Al Hajar TV. Bado tupo katika eneo la Isiolo hapa nchini Kenya, na hii leo siku tatu za kuaidhika kwa wakazi wa hapa za kufaidika na mawaidha ya kwake dai wa kimataifa zikiwa zimekamilika kwa kupata mawaidha katika siku hizi tatu kwenye kiwanja hiki cha Ayo Village, lakini pia katika misikiti ya Faruk pamoja na Masjid Jamia hapa katika kaunti ya Isiolo. Tupo na dai wa kimataifa, tutazungumza naye kuweza kufahamu kile ambacho amekiona hapa Isiolo, lakini pia kwa namna gani ambavyo anaondoka hapa kuelekea katika eneo lingine. Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabisa Sheikh, kwanza kabisa Waislamu wa Isiolo wengi tulozungumza nao wanatamani usiondoke, lakini siku ndo tayari zimekwisha ondoka. Unaweza ukazungumziaje, umekugusa kiasi gani kwa Waislamu wa hapa Isiolo? Bismillahir Rahmanir Rahim. Isiolo ni mara ya pili sasa nakuja, na kila mara inazidi mara nyingine kwa ikbal na kwa wingi wa watu na watu kufuatilia da'wa. Umma bado una kheri, umma bado haujafa kama wanavyodai baadhi ya watu. Umma kidogo unasinzia, lakini sio watu wote. Wallahi sina la kuwalipa. Wamenitia moyo, wamenionyesha mapenzi, wananiombea dua. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala anitakabalia hii kazi ndogo ambayo nimeifanya katika da'wa, na aniepushe na riya na sum'a, na anipe ikhlas katika kutumikia dini yake na da'wa kwa ujumla. Tulitamani tuendelee kubaki, lakini tukitoka hapa tunaelekea Moyale, kilomita 500 kutoka hapa mpaka Moyale, na kule Moyale tutakaa siku 4 na siku ya 5 tutaingia Ethiopia. Tukirudi tena tunaingia kaunti moja inaitwa Marsabit, na hapo pia tutakaa. Yani hii safari yetu Januari mosi ndio tunarudi Dar es Salaam insha Allah. Hatujaja kwa ajili ya chochote, tumekuja kwa ajili ya kuitikia wito wa Waislamu wenzetu na kwa ajili ya kuwakumbusha dini yetu. Kilichobaki ni wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kumbusha, hakika ukumbusha utawafaa waumini. Na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala yote niliyowakumbusha Waislamu kuanzia pale Nairobi na hapa Isiolo, Moyale tutakapokwenda, Nakuru wiki zilizopita, mpaka Marsabit na maeneo mengine yote, Allah ajalie mawaidha hayo yalete matunda na mabadiliko inshallah. Shukrani sana Sheikh, nikutakie mapumziko ya kwenda kunywa maziwa ya ngamia. Barakallahu fik. Hapa Isiolo na Kenya kwa ujumla, moja ya vitu vizuri vilivyokuwepo bana ni maziwa ya ngamia na nyama ya ngamia, na baadhi ya vijana wangu hamjawahi kunywa. Safari hii mnapiga maziwa ngamia, nyama ya ngamia. Na pia kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba waliumwa sana Madina na hadi rangi katika miili yao, yani rangi zimebadilika, wamekuwa ni wanjano. Mtume akamwambia, dawa yenu nendeni mkanywe maziwa ya ngamia, mwachanganya na mkojo wake. Na mkojo wa ngamia wamekunywa na wamepona. Kwa hiyo ni maziwa fresh, hayana matata, na nyama yake pia haina shida yoyote. Sheikh yetu Nuruddin Khishki ambaye ametutembelea nchi yetu hapa Tanzania, na masheikh wengine pia ambaye kutoka Ethiopia, na hapa sehemu yetu ya Isiolo, falillahil hamdu, tumefaidika mengi, hasa sheikh yetu jazahullahu khair, tumefaidika mengi kwake, na tunashukuru pia kwa yale ambaye ametufaidisha, ametueleza. Hakika watu ambaye wamefurahi sana kwa hiyo muda tatu ambaye tumekaa na sheikh yetu, na tunaombea Allah subhanahu wa ta'ala sheikh yetu Allah ajalie umri mrefu na azidishie afya, na Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mizdani hasanati, na sisi pia ambaye umekuja kusikiza yale, Allah tufanye min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tunamwombea Mungu aweze kumzidishia afya, ampatie umri mrefu ili aweze kuendelea na hii kazi ya da'wa, na pia arudi pia salama salimini huko kwenye anarejea nyumbani, kwa sababu wanasema atakuwa mpaka tarehe 1. Hizi siku bado, nadhani wiki moja bado inabakia. Allah tunamwombea Allah aweze kuhatimisha sehemu anazokwenda, sehemu anaweza kwenda kusafiria huko, Allah aweze kumrahisishia hiyo safari na kazi ya kidawa anaenda. Na mtazamaji wa Kishki TV, hapa Isiolo hali ya hewa inakuwa inabadilika. Wakati tukizungumza na Sheikh kulikuwa na mvua ambayo inanyesha, lakini hivi sasa
jua limewaka, na leo ndio siku ya mwisho, siku ya tatu ya kwake Sheikh Nurdin Kishki, dai wa kimataifa katika kaunti hii ya Isiolo, akihitimisha ziara yake ya kidawa ambayo amefanya katika eneo hili la Ayo Village, lakini pia akifanya pia katika misikiti ya Masjid Jamia ya Isiolo, lakini pia na Masjid Faruk hapa Isiolo. Na hivi sasa ikiwa imekamilika hivyo kutoka katika kaunti hii ya Isiolo, kwa niaba ya wenzangu wote ambao tunashirikiana nao bega kwa bega, mkono kwa mkono na mguu kwa mguu katika kila mahala ambapo dai anafika, nimshukuru sana mwenzangu Azlan Omar ama Omar Aidarus kutoka Al-Hajar TV pamoja na Taufik Ahmed, wote kutokea Al-Hajar TV Mombasa, lakini pia asante kwake Ramadhan Komaji pamoja na Abdul Karim Abdurrahman kutokea Kishki TV. Mimi ni Khalid bin Omar. Sasa hivi kituo kinachofuata ni Moyale. Here we come.